Bwana Yesu asifiwe. Unajua nyinyi ni Bantu kutoka Kongo, na sisi ndio Bantu wa hapa Kenya, na kwa hivyo nyinyi na sisi ni ndugu, hamna tofauti. Naitwa Lili, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Mimi ni mama ambaye amesamehewa dhambi zake. Nashiriki na kanisa la Gospel Assemblies of Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Jerry Kibarabara ambaye ametimu sasa miaka 80. Na kwa hivyo tunaendelea kushukuru Mungu kwa pamoja. Nilipofika Rongai mara ya kwanza, aliyenikaribisha alikuwa ni Mkongo. Na kwa hivyo najua sijapotea hata kuwa hapa leo, najua kwamba sijapotea njia. Na kwa hivyo namshukuru Mungu ni kwa sababu ya mchungaji ambaye tumejuana labda kwa miezi mingapi? Kwa miezi michache tu ama kwa siku chache. Lakini tumekuwa kama ndugu sasa. Na najua kwamba safari hii ambayo tumeianza twaenda mbali. Nashukuru Mungu pia kwa wachungaji pamoja na viongozi wale ambao wamekuwa kwenye mstari wa mbele kupanga kwenye hafla hii ama kwenye conference hii. Natamani niseme ya kwamba hamukuifanya kazi ya bure. Bwana aonaye sirini aweze kuwalipa kitu na kingine. Na katika matarajio ya mioyo yenu, Bwana aweze kukutana nayo. Katika matarajio ya huduma, Bwana akutane nayo. Katika matarajio ya mioyo yenu ya kijamii, Mungu akutane nayo. Na hata katika matarajio yenu ya kila mtu binafsi. Kwa sababu kuna tofauti ya matarajio yangu na yetu na mume wangu na yangu na watoto wangu. Kwa hivyo nanena kuhusu matarajio yako wewe binafsi. Ile ambao hujashiriki na mume, hujashiriki na mke, hujashiriki na mtoto, hujashiriki na mchungaji. Matarajio hayo ya moyo wako, Bwana akutane nayo. Ninayo furaha leo kujua ya kwamba nimeungana tena na ndugu zangu. Nilidhania mchungaji ni Mganda kwa sababu anafanana na rafiki yangu mwingine Mganda. Hiyo tutapeleleza, labda babako alikuwa Mganda ama mamako labda alikuwa Mganda, tutapeleleza tu, tutajua tu. Na kwa hivyo miongoni mwa mambo hayo yote nimebarikiwa. Viongozi wa sifa, nimekuja nikiambia watu wangu hapa, kama mnataka kwenda gym, usiende huku ya kulipia, enda kanisani. Niliruka Friday, hata nilipoenda nyumbani nilikuwa nasikia tu bado mwili wangu na uchovu, lakini moyo umefurahi. Nasema viongozi wa sifa, Bwana wabariki. Nimekuwa nikiendelea kuambia mchungaji, ujue hatujaimba zile nyimbo zetu za Bakongo. Zile za Bakongo, ile biti yetu ya Bakongo. Na kwa hivyo niliposikia biti yetu ya Bakongo imelia, nikajua tumeshika mwendo. Na kwa hivyo jina la Bwana libarikiwe na litukuke. Ninazo dakika zangu chache, sitawaweka, lakini najua kwamba Bwana atatuhudumia. Lakini nataka kumalizia sehemu ambayo mchungaji hajaimalizia kwenye maandiko hayo ambayo ameyasoma katika kitabu cha Yakobo. Haleluya. Amesema ya kwamba Elia alikuwa ni mtu mwenye tabia kama zako. Yaani hivi vyenye unajibeba wewe, Elia alikuwa tu ni mtu mwenye tabia kama zako. Kama unaimba, alikuwa na tabia kama zako. Biblia ikasema akaomba, na kwa miaka 3 na miezi 6 hakukunyesha mvua. Yaani bingu ikafunga. Yaani bingu ikasikia. Yaani bingu ikatii maombi. Hakusema maneno. Hakusifu. Biblia imesema aliomba, na kwa miaka 3 na nusu hakukunyesha mvua. Mstari unaofuata Biblia inasema akaomba tena. Yaani aliomba mara ya kwanza akafunga bingu. Na mstari unaofuata Biblia inasema akaomba
mvua ikanyesha. Kumaanisha kama angeendelea kunyamaza, hakungalikuwa na mvua. Angenyamaza kwa miaka 4, hakungenyesha. Angenyamaza kwa miaka 10, hakungenyesha. Ni maombi ambayo hufungua mbingu. Unaweza kuwa mwimbaji mwema sana, lakini pasipo maombi wewe ni bure tu. Unaweza kuwa na huduma iliyo njema sana, lakini pasipo maombi hiyo huduma ni bure tu. Na kwa hivyo maombi ndio chanzo, ndio msingi wa kila jambo katika Ukristo. Pasipo maombi hauwezi lolote. Isaia 62 ama 62 na mstari wa 1, Biblia inasema ya kwamba sitanyamaza. Kwa ajili ya Zayuni sitanyamaza. Kwa ajili ya Kongo sitanyamaza. Kwa ajili ya jamii yangu mimi sitanyamaza. Hiyo ni kusema unaponyamaza kuna mambo ambayo hayasongi. Kwa ajili ya Zayuni sitanyamaza. Kwa ajili ya Yerusalemu sitakaa kimya hadi nione utukufu wenu umeng'aa kama nyota, hadi ya maombi yangu yajibiwe. Juzi nilisema uko jinsi ulivyo kwa sababu haujaomba. Hebu fungua nami pamoja katika kitabu cha Yohana 16. Yohana 16 na mstari wa 23 na 24. Yasema hivi Biblia yangu: tena siku ile hamtauliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. 24. Yani hata sasa hamjamuomba Baba neno lolote kwa jina langu. Na kwa hivyo asema ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Ameanzia kwa kusema ya kwamba amin, amin haujaomba. Kwa sababu ungalikuwa umeomba, ungalikuwa umepata. Kwa hivyo kama haujapata, sio mapenzi ya Baba kwako wewe kutopata. Sio mapenzi ya Baba uishi maisha ambayo ni ya chini sana. Mapenzi ya Baba ni uombe nawe utapata. Tuko pamoja? Anasema yani hata sasa tukimaliza mwaka wa 2025 haujaomba lolote. Hakuna kitu umeomba. Unaenda tu mbele za Bwana labda na kulia. Unaenda tu mbele za Bwana pasipo kusema lolote. Anasema sema lolote nami nitatenda. Sema lolote, yani litaje nami nitalitenda. Tunaombea watu wetu ambao wako Kongo leo, lakini bado hatujaomba. Ndio maana vita havijakoma. Tunaombea ndugu zetu walio Kongo, tunaombea amani Kongo, lakini bado hatujataja, bado hatujasema, bado hatujaomba kwa jina lake Yesu. Ndio maana halijatendeka. Leo hii nataka tuwe na desturi. Na mchungaji nikitaja jina ambalo alieleweki na kuomba unisaidie. Si tulisoma juzi? Ikolo fani. Na tukasoma nini nyingine hii? Ipini. Hiyo tulisoma juzi. Na kwa hivyo nikisema lolote ambalo alieleweki na kuomba uanong'oneze. Nasema hivi ya kwamba Yohana anapoandika barua hii akiyataja maneno ya Yesu Kristo,
anatuambia sisi waumini, hata sasa hatujasema, hata sasa hatujauliza. Tungalikuwa tumeuliza, tungalikuwa tumepokea. Mathayo 7:7 ni neno tunalijua, na ni neno huwa tunalitaja kila wakati. Hata nikikuuliza utasimama na uliseme ya kwamba tafuteni nanyi mtafanya nini? Nanyi mtapata. Ulizeni nanyi mtapewa. Bisha mlango tafunguliwa. Ulienda kwa Bwana na ukabisha, lakini ulipobisha hukukaa ungoje majibu. Na ndio Yohana anasema hata sasa hujaomba chochote. Ukibisha kwenye mlango wa mbingu, ukibisha kwenye mlango wa maombi, ngojea ufunguliwe. Sisi wa Kristo mara nyingi hatuna subira, hatungojei. Yani unakaa kama mwizi, unagonga na kukimbia, unabisha na kukimbia. So hata Mungu anapokuja kuangalia kama upo, anakuta ushatoweka. Na kwa hivyo bisha na ungoje ujimbiwe, ndio ukijibiwa upate baraka. Ona, ukija kwetu na ubishe kisha uende, tutakutafuta na mashete na mapanga, kwa sababu tutadhania ni mwizi anatutishia maisha. Wewe Mungu anataka kukupa kifurushi kizima cha baraka. Na ndiposa akasema ya kwamba bisha utafunguliwa. Mlango ukisha funguliwa, sasa ingia ndani. Wengine umebisha, umefunguliwa, bado uko nje wang'ang'ana. Lakini leo ni ombi langu ya kwamba tukishabisha tungoje tufunguliwe, tuingie ndani, tuulize na kisha tupokee. It's not vice versa. Yani haifanyi kazi kinyume na hiyo. Unabisha, unaingia. Ukiingia, sasa uliza kwa jina lake Yesu. Ukisha uliza, sasa subiri upewe. Huo ndio mpangilio wa kiroho. The power of prayer. Nguvu za maombi. Elia alikuwa ni mwanadamu mwenye tabia kama yangu. Kama alikuwa mwenye tabia kama yako, ni kumaanisha unaweza funga mbingu na ikafungika. Unaweza funga kuzimu na kukafungika. Unaweza funga kifo na kikafungika. Haleluya. Unaweza funga yale ambayo hayawezi fungika na yakafungika. Na katika maombi hayo unaweza omba tena, mlango ule ule ufunguliwe. Isaya akasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitakaa kimya nione tukiangamia. Leo watoto wetu wanaangamia sababu tumekaa kimya. Watu wetu leo wanaangamia sababu tumeshindwa kuwapeleka na kuwatoa kama sadaka katika nafasi ya maombi. Ombi langu ni hili, ya kwamba tunapovuka mwaka huu, katika vinywa vyetu hatutanyamaza, tutaendelea kuita mbingu. Kile ambacho unahitaji, hauhitaji mwanadamu akusukume hapo mbele. Unahitaji mbingu ikuongeleshe na ikutetee. Mbingu ikusukume hapo mbele. Kenya hii watu wanasema mimi sijui yeyote yule. I know nobody. And because I know nobody, I'm going nowhere. Hiyo ni kusema sijui mwanadamu yeyote hapa Kenya ambaye anaweza kunifikisha kwenye ofisi kuu. Na kwa hivyo siwezi fika. Nataka kusema hivi, kama una maombi ndani yako, hakuna mlango ulio mbele yako ambao hauwezi funguka. Wewe unasema sijaajiriwa kazi kwa sababu sijui mtu yeyote hapa Kenya.
Mungu wa Kongo ndiye wa Uganda, ndiye wa Marekani na ndiye wa Kenya. Anajua azimio za moyo wako. Mjulishe tu. Anasema kwenye Yohana, hata sasa hamjaomba chochote. So tumekuwa tukifanya nini hapa? Tumekuwa tukifanya nini kama hatuombe? Kuna maombi yanayoguza mbingu. Kuna maombi yanayoguza moyo wa Mungu. Kuna maombi yanayofika kwenye masikio ya Mungu. Na kuna maombi mengine hayaendi. Na juzi tulisoma na tukaambiana sababu za maombi kutojibiwa. Na kwa hivyo leo, kwa sababu Elia alikuwa mtu kama sisi na akafunga, nataka tuamini kwa pamoja ya kwamba kuna mambo tutafunga na hayatawahi funguliwa. Yaani kifo cha mapema kwangu haitawahi funguliwa kwa sababu nitakuwa nimeifunga. Ningekuwa wewe ningesema amen. Kwani hapa kuna mtu ambaye ni candidate wa kifo kweli? Hamna. Hatuziki yeyote hapa. Tunaishi miaka ya Kalebu. Ni miaka mingapi ya Kalebu? Kalebu yule wa Biblia mnamjua? Ni miaka ngapi yake? Na msipo niambia hiyo nakuja hapo karibu. Miaka ya Kalebu ni miaka mingapi? Mchungaji nipatie kikapu. Niitishe sadaka. Yaani miaka ya Kalebu, Biblia inasema walipoenda kupeleleza nchi, Caleb alikuwa miaka 40. Tuko pamoja mpaka hapo? Wakakaa akafika miaka 80. Alipofika miaka 80, wakafika mlimani, akaambia Joshua, hata sasa niko na nguvu kama ile niliyokuwa nayo miaka 40, na leo niko miaka 85. Ngapi hiyo? Ongeza 40 plus 45 ni ngapi? 85. Sasa sema hiyo kwa Kikongo. Aya 80 now. Kwenye 85 years alipopewa hakukufa. Aliendelea kuishi miaka mingine akafikisha miaka 100. Hamjasoma hapo? Haya, waambie 120 ni ngapi? Wanaelewa hiyo? Haya, hiyo ya gravity. Yaani katika miaka ya Kalebu ni miaka 120. Kwa hivyo wewe ukiwa na 60 na unachungulia kaburi, kuna pepo inakusumbua. Ukiwa na 80 na unasikia mababu wanakuita, uko na shida mahali. Katika maombi tutaishi miaka ya Kalebu. Huyo mwingine anaweza kuwa hajaelewa, lakini muangalie, mwambie amen. Anaweza kuwa hajashika maneno, lakini muangalie tu, mwambie amen. Muangalie tena, mwambie amen. Unajua amen kusema na iwe hivyo. So nataka muangalie kama nabii na umkazie macho, mwambie amen. Sire yetu ya Bakongo, mwambie amen. Anaweza kuwa hajaelewa, lakini ni amen. Yaani tunakusemea amen ya kwamba hautakufa hivi karibuni. Now tuendelee. Mambo ya Nyakati wa Pili. Sasa hiyo sijui inaitwa nini na Kikongo. Second Chronicles. Mambo ya Nyakati wa Pili 7 na 14 ni maneno tunayoyafahamu vizuri na huwa tunayasoma sana. Lakini kuna sehemu hatusomi. Inasema hivi ya kwamba watu wangu walioitwa kwa jina langu. Wameitwa kwa jina la nani kweli? Si kwa jina la Mungu Baba. Watu wangu ambao wameitwa kwa jina langu. What is your surname? Yaani jina lako la kwanza ni nani? Sijui kama watu wa Kongo mna majina kama ya Kenya.
Wakenya hasa sana kwenye kabila letu utasikia mtu anaitwa Munyui. Munyui ni kusema mlevi. Na kwa hivyo akikomaa anakuwa tu mlevi. Munyui. Anakuwa tu mlevi. Ni hivyo Na si nilikwambia wewe ni ndugu yangu kisha nikaona umefanya hivi kweli. Na kwa hivyo Munyui hata kosa kwenye mlango wa kilabu. Lakini makosa sio yake. Makosa ni ji. Na kwa hivyo leo tunaondoa jina letu la kwanza na tunasema sisi ni wana wa Mungu. Hey! Leo tunaondoa majina yetu yale ya kale na tunaweka jina la Bwana na tunaanza kusema ya kwamba mimi ni Bwana wa aliye juu. Wengine ndio maana tumebeba laana. Laana ambayo tumeshindwa kujitoa. Haleluya. Hebu niulize wewe mwingine anaitwa nani jina lake lile alipewa na mama? Wachana hii ya kizungu. Hebu muulize aliitwa nani na mamake. Muulize. Wengine walipewa majina ya makahaba. Na kwa hivyo hata akiwa ameokoka roho ya ukahaba bado inamfuata. Lakini leo tunatoa majina yetu ya mama na tunaitwa wana wa aliye juu. Na kwa hivyo Biblia sasa inasema wale watu ambao wameitanishwa kwa jina la Baba watakaponyenyekea, wanyenyekee tu kisha waombe, haleluya, kisha wanitafute, kisha watubu dhambi zao. Hapo kwa dhambi ndio tumekwama. Ona majina yetu mazuri tunayo. Hapo pa kwanza tumejua, yani tunanyenyekea mpaka tunapiga tu magoti, Baba tumenyenyekea. Lakini mioyo imesimama. Magoti umepiga, moyo umesimama. Sasa Baba anasema mtakaponyenyekea. Kunyenyekea sio kupiga magoti. Hapana. Hiyo ni ishara tu. Unaweza kuwa umepiga magoti lakini magoti ya moyo wako imesimama. Yani umesimama tu. Na kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba mtakaponyenyekea kisha muombe, alafu baadaye mutafute uso wangu. Huwa tunafikisha hapo. Alafu tunaruka. Tunasoma kisha nitajibu maombi yenu. Twende sawa sawa. Ama tusome. Wacha tusome. Sasa huyu mchungaji kuja na mambo yake ya Nairobi hii. Kuja na mambo yake ya kutoka Nairobi huyu. Haya. 7:14. Ikiwa watu wangu ambao wanaitwa kwa jina langu. Wewe waitwa kwa jina la nani? Tuulizane sasa mpaka hapo. Second Chronicles mambo ya nyakati wa pili 7:14. Tunaenda pole pole ndio tusikwame. Na mahali tumekwama tukwamke. Haya. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Ikifika hapo sasa jiulize, sasa mimi naitwa kwa jina la nani? Na ujijibu. Jambo la kwanza wakifanya, watajinyenyekesha. Number 1. Na kisha kuomba. Number 2. Na kutafuta uso wangu. Sasa hapo tukifika hapo tunasoma haraka haraka na kuziacha njia zao mbaya. Alafu sasa pale penye basi ama then tunaweka mkazo. Tunasema basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao. Gani ambayo haukutubu? Sababu kama una dhambi ukitubu ndio unasamehewa. Kweli si kweli? Basi kama wewe hujatubu, huu mstari sio wa kwako. Kwa sababu anasema ya kwamba basi nitasikia toka mbinguni. Hajasema ya kwanza eti atajibu. Kitu ya kwanza atafanya ni kuwasamehe.
Soma maandiko sawa sawa. Anasema na kuwasamehe dhambi yao, kisha na kuiponya nchi yao. Tangu juzi mchungaji amesisitiza sana tuombee Kongo. Lakini labda kuna uwezekano haya mambo manne hayajafanyika. Jambo la kwanza, hatujanyenyekea. Jambo la pili, hatujaomba. Jambo la tatu, hatujatafuta uso wa Bwana. Na jambo la nne, hatujafanya nini? Hatujafanya nini? Yaani tuko pamoja ama hatuko pamoja? Nataka nihakikishe kwamba tuko pamoja. Ya kwanza, kujinyenyekesha. Ya pili, kuomba. Ya tatu, kutafuta uso wa Bwana. Na ya nne, kutubu dhambi zetu. Sasa kabla haujaomba, jiulize ni lipi hapa nimeruka. Kwa sababu lazima kuwe na moja ambalo umeruka, ndio maana Mungu hajatujibu. Kwa sababu amesema ya kwamba tukishafanya hayo yote, yeye atasikia kutoka mbinguni, na kisha atatusamehe dhambi na makosa yetu, na baadaye ataponya nchi yetu. So ukiombea Kongo, ukiombea Kenya, ukiombea Amerika, ukiombea mahala popote pale, anza na hivyo vitu vinne. Na naamini ya kwamba Mungu aonaye sirini ataweza kutujibu. Now, Yeremia 33 na mstari wake wa 3. Narudia. Yeremia 3 na mstari wa 3, Biblia inasema, niite nami nitakuitika. Kwa hivyo kama hujaitana, utaitikwa. Unajua neno la Mungu ni lenye ufasaha, na neno la Mungu lina kanuni zake. Yani it has its own principles. Akisema niite nami nitakuitika, hawezi itika kama hajaitwa. Sijui kama tunaandamana. Nikienda kwa bwana yangu, alafu nimwangalie, alafu niitike, atanipeleka Mathare, yani hospitali ya wendo wazimu. Nimwangalie ama niangalie mchungaji, alafu niitike, sasa ni nini? Na kwa hivyo Mungu huitika anapoitwa. Na kwa hivyo anasema, niiteni nami nitawaitika na kuwaonyesha mambo ambayo ni makuu. So kwa hivyo kwa nini hujaona mambo makuu? Kwa sababu haujaitana, ndio maana hujaona mambo makubwa. Nilitangulia kwa kusema kwenye Isaya 62 na mstari wa 1 ya kwamba Bwana na akanena na Isaya, na akatia maneno kwenye kinywa cha Isaya, akasema, kwa sababu ya Zayuni sitanyamaza. So ukinyamaza, mambo yataendelea kuwa mabaya. Utakuwa unasema naishi tu kwa neema. Lakini makosa sio ya mbingu, makosa sio ya Mungu. Amekuahidia na kusema, niite nami nitakuitikia. Na nitakapokuitikia, nitakuonyesha mambo makubwa. Na kwenye Wakorintho wa kwanza, haya maandiko yanasema ya kwamba mambo ambayo Bwana ametuwekea ni mambo macho yetu hayajawahi ona, masikio hayajawahi sikia, wala haijawahi ingia kwenye mioyo yetu. Wewe ni gani haujaona? Ama ni gani haujasikia? Ni kwa sababu tu haujalitia jina la Bwana. Wapendwa, amkeni tuombe. Wapendwa, amkeni tuombe. Na kama ni maombi, nilisema maombi ni kazi inayofanya kazi. Narudia, maombi ni kazi inayofanya kazi. Wachungaji, Bwana asifiwe. Wachungaji ni wengi. Nasema wachungaji, Bwana asifiwe. Wanaotarajia kuwa wachungaji, Bwana asifiwe. Tuko wengi. Basi Bwana atimize. Na kwa hivyo leo
naomba ya kwamba tumtafute Mungu maadamu anapopatikana. Kwa Kiingereza inasema seek ye the Lord when he is found. Yani mtafutani Mungu maadamu anapopatikana. Hata pasipo kwenda shule ya theology, unaweza tafsiri hilo neno ya kwamba kuna wakati hatapatikana. Kwa hivyo wakati anapatikana, mtafute. Wakati anapatikana, muite. Wakati anapatikana, muulize kile ambacho unahitaji. Kwa sababu kuna wakati ambapo utamtafuta na hatapatikana. Haya ni maandiko. Na kwa hivyo leo ni ombi langu ya kwamba tutatafuta ufalme wa Mungu kwanza. Na ufalme wa Mungu hauko sokoni. Hawa wote wanatafuta ufalme wa Mungu. Kweli si kweli? Ama mnao? Tukujie. Unajua ukisema unao kwako, mimi nalala kwako leo. Kwa sababu Biblia inasema yani sisi zote kwa jumla tutafute ufalme wa Mungu kwanza. Kisha haya mambo mengine yote tunazidiziwa. Yani it is a pass. Hiyo ni kwenye Mathayo 6:33. Ya kwamba utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Kwa nini unaacha hilo neno kwanza? Na ni hivyo. Yani sio eti la pili, hapana. Utafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Kisha haya mengine yote utazidishiwa. Huwa unatafutaje ufalme wa Mungu? Katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana atukuzwe. Yesu ameita wanafunzi wake na kutaka kuwafundisha maombi. Na inataka tu tujifundishe mstari wa kwanza tu. Na katika huo mstari wa kwanza wa Mathayo 6 na mstari wa 9. I hope it is it. Mathayo 6 na mstari wa 9. Haya. Basi nanyi salini hivi. Hiyo hata si mnajua. Haya, niambieni asema nini? Ufike hapo. Fika tu hapo. Ameitwa nani huyu? Sema tena. Najua ni hapa tu unasikia mchungaji. Yani hamko sure na ni nyinyi huwa mnaomba hii maombi kila asubuhi. Nataka kusikia vizuri. Twende? Tena? Wamama, wadada, wanayouth, wazee, wachungaji, sisi wote, baba yetu. Ifike tu hapo. Yani huyu baba yetu. Yani ni wangu, ni wakwako, ni wakwako wachungaji. Kwa hivyo ni baba yetu. Lakini nataka leo tuombe vizuri. Baba yangu ina tofauti sana. Nikienda kwa baba yangu mzazi na nimwambie baba yetu, hawezi nipa urithi. Sema amen. Lakini nikienda kwa baba yangu nimwambie baba yangu, hakuna kama wewe. Yani wewe ni mwema kushinda wote. Baba yangu. Hata ile shamba ameficha, ataniambia mwanangu njoo, kuna kitu nimeficha, nitakwambia mahala kilipo. Na kwa hivyo nataka kutoka leo uanze kuomba hivi ya kwamba baba yangu. Haleluya. Baba yangu, my father,
kusema nini kwa Kikongo. Hiyo sitasema, nitajiuma. Yaani baba yangu mimi baba yangu sio yetu. Sio baba yetu, ni baba yangu sasa. Na nimwambie baba yangu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Tuendelee. Haya. Sasa sababu ni baba yangu, kuna mapenzi anayo juu yangu, sio juu yetu. Kuna mapenzi anayo juu yangu mimi binafsi, na yale mapenzi yenye kwenye Yeremia 29 na mstari wa 11 anasema, for I know the plans I have for you. Kwa sababu ninajua mipangilio niliyo nayo juu, asema Bwana wa mabwana. Na kwa hivyo nikimwendea kama baba yangu, mpango wa Mungu kwa maisha yangu sio mpango wa Mungu kwa mchungaji. Hiyo ni mipango miwili tofauti. Na kwa hivyo nikienda kwa baba kuuliza mpango wake, siendi kuuliza a corporate plan, siendi kuuliza mpango wa kanisa. Naenda kuuliza, baba, mpango wako kwangu ni upi? Tuko pamoja wachungaji? Hapo ndio atakwambia vile unaendesha huduma hii sio vyenye nataka uendeshe. Hapo ndipo utapata ufunuo. Lakini akiwa baba yetu, tutangoja mpaka wakati tutakuwa na maombi ya shalom. Inaitwa shalom. Inaitwa nini? Shalom. Sinaona nashika maneno. Tutangoja mpaka tukutane shalom. Mikutano ndio tujue mapenzi ya baba kwetu. Lakini akiwa baba yangu, hata nikiwa peke yangu, nitakapomuomba ataniambia mapenzi yake kwangu ni yapi. Amen. Ataniambia. Turudi pale kwenye Yakobo. Elia alikuwa ni mtu mwenye tabia kama, akaomba na kwa miaka 3 na miezi 6 hakukunyesha. Kisha akaomba tena. Hivyo ndivyo tutafanya leo. Tutaomba tena. Waliomba mara ya kwanza ikafunga. Akaomba tena. Tumeomba ndio hatujatimiziwa. Tunakuja tena kwenye mstari wa 18 na tunasema tutaomba tena. Kile ambacho hujapokea, omba tena. Usichoke kuomba, endelea kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Wasichana ambao bado hamjapata wachumba, usichoke. Hata ukiwa na miaka ngapi, hata ukiwa na 60, usichoke. Endelea kuomba. Ndio umeomba, lakini omba tena. Nataka kuwapa ushuhuda wa juzi tu. Huwa tuko na maombi ya kila mwaka kanisani mwetu. Kila mwaka. Maombi yale yanaitwa Shilo. So kwenye maombi ya Shilo ya mwaka huu, kuna muujiza ambao wengi wetu tulifikiria hiyo iliisha katika miaka ya Sarai. Huyu mama alipata mtoto akiwa na zaidi ya miaka 60. Ati ngapi? 30. Ni hivyo tu hata hapa kwa Bantu. 30. Hapa 60. Nilipowaona, kwa sababu mimi ndio niliwaingiza kanisani, nilifikiria ni babu ya mtoto. Na hata nikaambia mwenye alikuwa nyuma yangu, na huyu babu amependa huyu mtoto, ni kama ndiye mjukuu wake wa kwanza.
Kisha nikaketi, nikakaa, nikasubiria. Nikasikia Archbishop ametangaza na kuna muujiza tulioombea mwaka uliopita, na muujiza huo umefika hapa. Tunaweka wakfu mtoto wa mama wa miaka 60. Yaani mama wa miaka 60 ananyonyesha mtoto. Ni muujiza, sio muujiza? Mzee wa miaka 80 amekuja na katoto amebeba, hata anajaribu atakashika wapi, sababu ni kama alisahau vile kanashikwa, lakini ni kake, ni muujiza wake. Hakuna jambo linaloweza kumshinda Mungu katika maeneo ya maombi. Sema amen. Hata lile ambalo unaona ni ngumu sana, kwake Mungu linawezekana. Tunarudi pale pale kwenye Yohana. Hata sasa hamjaomba. Mungalikuwa mmeomba, ningalikuwa nimetimiza. Tutaomba na tukiomba tuombe tena. Yaani tutaomba mpaka jambo litendeke. Nilifikiria hiyo mambo ya wazee kupata watoto ilishanga zamani wakati wa Sarai. Nimeiona juzi, ni last month. Kama Mungu anaweza fungua tumbo ya mwanadamu na ishike mimba katika miaka ya 60, ni nini hawezi fanya? Shida yako ni kidogo sana ya kukufanya ujitoe uhai. Omba, naendelea kuomba tena. Uliacha jamii Kongo, na hata ujui wanaendelea namna gani. Ndio, omba, na tena nasema omba mpaka jambo litendeke. Sasa ukijiua ndio utakuwa umesuluhisha nini? Tusife. Daudi kwenye Zaburi ya 118 anasema, mimi sitakufa bali nitaishi, niyatangaze matendo ya Bwana kwenye nchi ya walio hai. Si useme wewe sitakufa. Unajua wewe ni nabii yako mwenyewe. Kwa hivyo usiposema alafu ukufe, sisi hatutalaumiwa. Kwa sababu Bwana akisema useme, sema tu. Hata kama ni ujinga, sema tu. Ni katika huo ujinga atatenda muujiza. Kwa hivyo sema sitakufa. Huko nyuma sisikii kitu. Hebu sema vizuri, sitakufa. Jiambie sitakufa. Katika shida zangu sitakufa. Nitaishi. Amesema nitaishi. 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 Sikufi. Kukufa nayo sikufi. Wewe shetani ambao unaleta kifo, wewe jua tu you are wasting your time. Kwa sababu sisi hatutakufa, bali tutaishi. Tuyatangaze matendo ya Mungu. Wapi? Kwenye nchi ya walio hai. So, kama utakuwa umekufa, ni nani atatangaza? Na haya maneno hayatangazwi kwenye wale wamekufa, yanatangazwa kwa wale walio hai. Sema tena sitakufa. Ukimaanisha sitakufa. Haya ndio maneno yangu ya mwisho. Ukimaanisha sema sitakufa. Unajua kuna saratani zinaua wamama. Kansa. Sijui kansa inaitwa nini kwa Kikongo. Hivyo tu. Kuna kansa zinaua wamama. Kuna kansa zinaua wanaume. Sema tena sitakufa. Yaani shetani anapofanya mapping ya watu wa kansa analenga tu. Lakini mjulishe sitakufa. Nitaishi. Nitangaze matendo ya Bwana kwenye nchi ya walio hai. Elia alikuwa ni mtu mwenye tabia kama yako tu. Kama yako. Kungalikuwa na masuti, alikuwa anavaa masuti. Kungalikuwa na mishipi, alikuwa anafunga hiyo mishipi. Kama
watu walikuwa wanakula wakati huo, anakula kama vile wewe unakula, kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye tabia kama yako. Akaomba miaka 3.5 hakukunyesha, akaomba tena na dunia ikaanza kuzaa matunda yake. Nasema mfufuliwe, nasema mfufuliwe, nasema mfufuliwe. Mahali shetani amewakwamisha, nasema mfufuliwe. Mahali shetani amewaiba, nasema mkwamuliwe. Mahali shetani ameiba furaha yenu, nasema mpokee furaha yenu. Haleluya. Kile shetani amekuibia kabla ya mwaka huu kuisha, Mungu atakirejesha. Ingekuwa wewe ningesema amina mzuri. Kama ameiba furaha, tukimalizia mwaka huu Bwana akupe furaha. Kama ameziiba pesa zako, tunapoenda kumaliza mwaka huu pesa zako zirudishwe. Kama shetani aliiba mradi wako, your project, tumalizapo mwaka huu Bwana arejeshe. Kama shetani aliiba familia yako, kama aliiba jamii yako, tunapomaliza mwaka huu naomba urejeshewe. Namaliza kwa kusema hivi: kama watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba, oh God, hallelujah, hallelujah. Baba turehemu, Baba turehemu, Baba turehemu. Sisi tumeitanishwa kwa jina lako Baba. Tumekuja mbele zako kwa kunyenyekea sana. Tumekuja mbele zako mioyo yetu ikiwa imevunjika. Tuombe ya kwamba jioni ya siku ya leo, Baba yetu utasikia sauti zetu. Baba yetu utasikia kilio chetu. Baba yetu utayaona machozi yetu. Baba yetu utasikia maombi yetu na kuyajibu. Tumekwama kwa muda mrefu sana. Tumelia kwa muda mrefu sana. Tumenyanyaswa kwa muda mrefu sana. Lakini leo tunatangaza ya kwamba Mungu wa urejesho unaenda kurejesha maisha yetu. Rejesha Baba, rejesha Baba, rejesha Baba, rejesha mwenye rehema, rejesha. Rejesha amani Kongo. Mungu wa urejesho, rejesha. Rejesha, rejesha, rejesha Bwana. Tukutamani sana jioni ya siku ya leo. Pasipo wewe sisi sio kitu Baba. Pasipo wewe sisi tutashindwa. Pasipo wewe Bwana tutaangamia. Pasipo wewe Bwana tutaanguka. Baba yetu tushike mkono. Tushike mkono. Tushike mkono. Tushike mkono. Baba utuongoze. Tunatubu mahala ambapo tumejiongoza. Tunatubu mahala ambapo tumeongozwa na akili zetu. Tunatubu mahala ambapo tumeongozwa na pesa zetu. Baba twatubu. Tuomba kusamehewa na wewe. Baba tusamehe jioni ya leo. Mioyo yetu ya kutamani. Mioyo yetu ya kutamani. Mioyo yetu ya kutamani Baba. Mioyo yetu ya kutamani. Mioyo yetu ya kutamani. Moyo wangu wa kutamani Baba. Moyo wangu wa kutamani. Moyo wangu wa kutamani. Baba, moyo wangu wa kutamani. Baba yetu. Baba yangu. Baba yangu we. Baba yangu we. Baba wa urejesho, rejesha.
Na nenea makanisa ambayo yameakirishwa hapa na hawa wachungaji. Baba, naomba rejesha mwito wao tena. Rejesha Mfalme, rejesha Baba, rejesha Mungu wa miungu. Na waombea waumini hawa, rejesha tena furaha ya wokovu wao. Rejesha furaha ya wokovu wao. Rejesha furaha ya wokovu wao. Baba, nasema ni asante na kuinua mfalme wa falme, kwa sababu wewe ni Mungu wa matendo. Enda ukatende nasi kama jinsi upendavyo. Roho wa Bwana, chukua ushukani sasa. Roho wa Bwana, chukua usukani. Vunja kila nira ya shetani. Vunja kila kazi ya shetani. Vunja kila mawazo ya shetani, na uweke mawazo ya Baba. Tunasema ni asante. Tunapokea kutoka kwako. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Fanyike hapa duniani kama ilivyoko mbinguni. Tunasema ni asante. Tunasema ni asante. Mkuu kuliko wote, tajiri kuliko wote, jemedari wa majemedari, mfalme wa wafalme, kiongozi aliye mkuu, Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Baba, tunalihimidi jina lako. Wewe ni wa kweli Baba. Wewe ni wa kweli sana. Wewe ni wa kweli sana. Hausemi na unakosa kutenda. Ukisema utatenda, watenda. Ukisema utaponya, waponya. Ukisema utatajirisha, watajirisha. Ukisema unarejesha, wasifanya jinsi hiyo. Naombea kila mmoja wa hawa ambaye anaweza kuwa na ombi la dharura. Bwana, watimizie. Wamekimbia kwako kuomba msaada. Baba, sikia maombi yao. 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 Bwana, utimize. Twasema ni asante. Twakuinua. Twalihimidi jina lako. Haleluya. Haleluya. Kwa jina la Yesu. 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 Patia Bwana makofi mazuri. Patia Bwana makofi mazuri. Nikiketi nasema hivi: kama lile unaombea halijatimia, usinyamaze. Kama kile unaitisha kwa Mungu hakijafanyika, usinyamaze. Omba mpaka lifike katika masikio ya baba yako. Omba mpaka asikie ya kwamba kuna mwana anaitana. Hawezi nyamaza. Hawezi kaa kimya. Hawezi angalia ukiangamia. Hawezi angalia ukianguka. Hawezi angalia ukifa. Hawezi angalia. Hawezi angalia. Hawezi angalia. Hawezi angalia. Lima kandara bashekerere andoroboka. Hawezi nyamaza angalia ukianguka. Hawezi nyamaza angalia ukiangamia. Hawezi. 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 Kitabu cha Yakobo chasema ya kwamba Mungu sio mdhalimu. Lima yandara bakandara bashekerere andorobokanda. Na kulima gandara basekerere yandereba. Umalima gandara bashekerere yandara bakanta rabi. Na kulima gandara sika yandara masiba. Zambe mara muzika yandereba. Lima. Hawezi angalia ukifa. Hawezi angalia ukilia na asijibu. Hawezi angalia ukianguka na asijibu. Hawezi. 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 Hawezi.
huduma hiyo ikianguka, hawezi. Angalia kazi yake ikiisha, hawezi. Anasema sitanyamaza mpaka nione umetendewa. Hata nyamaza mpaka utendewe. Hata nyamaza. Amini, Mungu ni mwaminifu wa kutenda. Amini katika neno lake, ni mwaminifu wa kutenda. Alisema atatenda na ametenda, na hata sasa anaweza tenda tena, anaweza fanya tena. Haleluya. Lazaro amekaa kaburini siku 3. Watu wamefikiria hakuna tumaini, lakini Yesu ameingia na kuitana, Lazaro, njoo. Maiti imeanza kutembea, lakini alipofika kwenye mlango alikuwa bado na mavazi ya kaburi, alikuwa bado na sada ya kaburi. Leo natangaza, funguliweni sada za kaburi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasema funguliwa sada ya kaburi, funguliwa uwe huru, funguliwa uwe huru kwa jina la Yesu. Mchungaji, karibu. In Jesus name. Hallelujah.